Bwana Yesu apewe sifa sana. Na haya ni mambo matano ambayo unatakiwa uyazingatie unapopita katika wakati mgumu. Unapopita kwenye wakati mgumu, iwe ni kwenye uchumi, iwe katika familia, iwe katika mahusiano au eneo lolote la maisha yako, kitu cha kwanza kabisa unatakiwa ujifunze kunyamaza. Sikiliza nikwambie kitu. Hali inavyozidi kuwa ngumu au mbaya, unachokihitaji kitu cha kwanza ni nguvu yako ya ndani. Na ile nguvu ya ndani ndiyo itakao kufanya ufanye mambo kwa bora katika wakati huo mgumu. Na ndiyo maana katika kipindi cha Yesu, wakati Yesu anaenda msalabani, Yesu anatufundisha hii mbinu iliyompa matokeo na ushindi ya kunyamaza. Walimuuliza maneno mengi, maswali mengi, lakini Yesu hakujibu. Na hata alipojibu, alikuwa na sababu ya lazima kujibu. Kwa hiyo, hata wewe unapopita kwenye wakati mgumu, lazima ujifunze kutunza nguvu yako ya ndani. Kwa sababu katika Mhubiri 3 ule mstari wa 1 anasema kila jambo unaloliona kwenye maisha yako lina wakati. Na huo wakati ambao Mungu ameuruhusu kwenye maisha yako, ili uvuke salama, usichelewe kuvuka, lazima uwe na akiba ya kutosha ya nguvu za Mungu ndani yako. Kwa hiyo na hizo nguvu unazitunza kwa kukaa kimya. Na utakapotaka kuongea, lazima uwe na sababu ya msingi ya kuongea. Kitu cha pili, unapokuwa unapita kwenye wakati mgumu, kitu cha pili unatakiwa uwe tayari Mungu akushauri. Unajua, katika hali ngumu ambazo unazipitia, lazima uelewe kwamba pembeni yako yuko Mungu. Lakini ili Mungu akushauri njia gani ikupasayo kuiendea, tunarudi kwenye Mathayo 5:8, anasema heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Daudi aliweza kumsikia Mungu katika wakati wake mgumu wa vita, kwa sababu alikuwa na moyo safi Daudi. Na Daudi anatufundisha kwamba siri ya kuvuka kwenye magumu unayoyapitia, kwenye vita unazoziona, kitu cha kwanza ni kutafuta ushauri wa Mungu. Unaposoma kitabu cha Nyakati, utagundua Daudi hakwenda vitani bila kumuuliza Mungu, je, niwapandie? Na Mungu alipomshauri akamwambia nenda, fanya hivyo, na kweli alishinda. Unaposoma Biblia, utagundua watu wengi waliomshirikisha Mungu katika magumu yao awashauri, ndio walioibuka washindi na waliovuka zile nyakati ngumu walizokuwa nazo. Bwana asifiwe sana. Hata wewe utakapokubali Mungu akushauri katika hayo magumu unayopitia, utavuka salama. Kitu cha tatu, ili uvuke kwenye wakati mgumu, lazima uhakikishe haufanyi dhambi. Lazima uelewe kwamba dhambi ambayo unaifanya leo inaweza ikakupa unafuu leo, lakini itakuchelewesha kwenye hatima yako, na yamkini itakufanya usifikie hatima yako. Tunajifunza kwa Yusufu katika kitabu kile cha Mwanzo, ule mstari wa ile sura 39. Yusufu alipita kwenye wakati mgumu, alipita kwenye magumu,
Lakini anatufundisha siri hii ya kutokufanya dhambi, kwamba kumbe ili mtu uvuke wakati mgumu lazima ujitahidi, umuombe Mungu, usitende dhambi. Bwana asifiwe sana. Lazima ukubali kumpa Mungu moyo wako wote. Lazima ukubali kujiachilia kwa Mungu, na hakika atafanya njia, utavuka salama. Na ndio maana Ayubu alipopita kwenye wakati mgumu hakutenda dhambi, na ndipo ambapo Mungu aliachilia ushindi katika zile nyakati zake ngumu alizokuwa anapitia. Na wewe pia katika hayo magumu unayoyaona, utakapokubali kutulia na Mungu, kujiachilia kwa Mungu, Mungu atanyosha mkono wake, atakuvusha. Kitu cha 4, unapopita kwenye wakati mgumu lazima uondoe kiburi cha mazingira. Kiburi cha mazingira maana yake ni ile hali ya kusema kwamba ni nani ananiona? Hiyo kauli unaosema ni nani ananiona ilimponza Kaini. Kaini, unaposoma kitabu kile cha Mwanzo ile sura 4 yote, kiburi cha mazingira kilimwambia kwamba muue mwenzako, kwani nani anakuona? Lakini sikiliza, wanadamu anaweza asikuone, lakini Mungu anakuona. Na kwa sababu Mungu anakuona, atakupa unachostahili katika maamuzi unayofanya. Yesu apewe sifa sana. Uzuri wako usikudanganye. Lazima ufahamu kwamba kuna magonjwa. Lakini pia akili zako zisikudanganye, kwa sababu hata wenye akili wanafariki, wanakufa. Mtego ambao unauweka ili uweze kuvuka kwenye nyakati ngumu, lazima ufahamu kwamba kama Mungu hajauthibitisha ni kazi bure. Lakini pia lazima ufahamu kwamba umri unaenda mbio sana, na hakuna urafiki kati ya shetani na mwanadamu. Kadri unavyotumia njia za shetani kuvuka kwenye nyakati ngumu, lazima ufahamu kuna hukumu. Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo ni heri umkimbilie Mungu kwenye nyakati ngumu, kwa sababu hakuna cha shetani cha bure, utakilipia. Na katika kukilipia, utakilipia kwa machozi, kwa majuto, na utakuwa umechelewa sana. Kwa hiyo Mungu yuko tayari kukusaidia, lakini lazima ukubali kumpa moyo wako, kujiachilia kwake, kukubali awe msaada wako katika kila hali, na ndipo atakapokutoa kwenye hizo nyakati ngumu. Haijalishi ni nyakati ngumu za aina gani, msaada wako uko kwa Mungu. Kitu cha mwisho, ili uweze, unapopita katika nyakati ngumu, kitu cha mwisho, lazima uweke akiba ya maneno. Tunajifunza kwa wana wa Israeli, kulalamika kwa Mungu kuliwachelewesha katika magumu aliyokuwa anapitia. Mungu hapendi kulaumiwa, rafiki. Wana wa Israeli walipomlalamikia Mungu, ndipo walipoendelea kukaa katika hali ya magumu zaidi. Kwa hiyo kadri unavyomlalamikia Mungu katika magumu yako, hali yako haiwezi kutengamaa. Kwa hiyo ili uweze kutoka kwenye hayo magumu, badala ya kuongea na Mungu sana, lazima umpe Mungu muda wa kutosha. Sawa? Ili akuongoze ni wapi ukanyage, uweze kutoka kwenye hizo changamoto ulizonazo. Lazima upunguze muda wa kuongea. Kwa maana nyingine,
lazima utafute muda wa kutosha wa kukaa na Mungu. Kila mtumishi aliyevushwa na Mungu alipata muda wa kutulia na Mungu wa kutosha. Yesu alikaa na Mungu siku 40 plus na ile miaka 30 na kitu ambao tulikuwa hatujua alikuwa anafanya nini huko. Na kupitia yeye kukaa na Mungu ndio ilikuwa njia yake ya kuvuka na kuingia katika huduma iliyo bora. Yohana Mbatizaji naye. Kwa hiyo yeyote unayemwona amevushwa na Mungu lazima akubali kumsikiliza Mungu. Kwa hata wewe, ili Mungu akuvushe katika magumu unayopitia, lazima ukubali kuinvest muda wa kutosha kwa Mungu, kuinvest muda wa kutosha miguuni mwa Mungu, kutafuta uso wa Mungu kwa gharama zako zote. Hizi njia unazoziona za wanadamu za kuwavusha watu, njia za ujanja ni njia ambazo zinazidi kukudhoofisha, na ni njia ambazo badala ya kukusaidia zinazidi kuharibu hatima yako. Kwa hiyo, kwa majina yangu naitwa Mwalimu Pius Rubinda. Naamini kuna kitu Mungu amekusemesha kupitia ujumbe huu. Naomba wafanyie kazi na Mungu atakuvusha katika nyakati ngumu unazozipitia. Mungu anakupenda. Na Mungu ndiye aliyekuleta hapa duniani. Na kila unachokipitia Mungu amekwisha kukiseti. Kwa kama unapitia kwenye nyakati ngumu, lazima urudi kwa Mungu. Akupe code, akupe njia, akupe akili, akupe ushauri, akusemeshe, akupe hatua zake. Kwamba mwanangu, nilipokuleta duniani, haya magumu, hii bahari ya Shamu niliweka mimi. Hawa wa Ashuru na watu wote tunaowaona walikuwepo, nilijua utapitia. Lakini mwanangu, usilalamike, pita hapa, utavuka. Kwa hiyo usitazame ukubwa wa bahari unaoiona, tazame Mungu kwenye maisha yako. Usitazame kelele unazosikia, mtazame Mungu kwenye maisha yako. Usiwe na hofu ya nyakati. Mungu ni mkubwa kuliko hayo unayoyaona. Mungu anachokihitaji ni wewe kuwa na muda wa kutosha na Mungu. Na ndipo Mungu atakapokuvusha hizo nyakati. Mungu